Wazee wa jamii ya Agikuyu baada ya mkutano na baadhi ya viongozi wa kisiasa wa eneo la Mlima Elgon uliolenga kuhimiza umoja wa kisiasa na kuunganisha kura za ukanda huo ili kuongeza nguvu ya ushawishi wa kisiasa. Baadhi ya wazee hao waliohudhuria mkutano huo wanasema kwamba walihisi kutumika kisiasa bila kupewa maelezo ya kina kuhusu ajenda ya kikao hicho, huku wakisisitiza kuwa hawatakubali tena kutumiwa kuhalalisha misimamo ya viongozi. Mwandishi wetu wa habari Robert Gakure na taarifa kamili. Ni katika hoteli moja kwenye kaunti ya Murang'a ambapo wazee wa jamii ya Agikuyu waliungana kuitika mwito wa mkutano uliolenga kujadili masuala ya umoja na maridhiano. Hata hivyo, mkutano huo uligeuka kuwa chanzo cha mgawanyiko baada ya baadhi ya wazee kueleza kutoridhishwa na mwelekeo wake, wakisema waliitwa usiku wa kuamkia kikao hicho bila kuelezwa ajenda kamili, na walipofika ndipo walipobaini kuwa mjadala ulikuwa umeegemea katika masuala ya kisiasa. Tumeitwa wazee wote wa kiama ya Murang'a tutumike idhini ya mtumo. Hata tumetoka hapa hatujui tunaambiwa nini. Tulikuwa tunafikiria ni mkutano ya wazee wa kiama. Na saa zile tulikuja hapa asubuhi tukaanzisha mkutano wetu vizuri, lakini afterward kuna watu wengine waliingilia. Wazee hao wanasema kujihusisha katika siasa za ushindani kumeendelea kudhoofisha hadhi na heshima ya mabaraza ya jadi, wakisisitiza kuwa jukumu lao ni kuleta maridhiano na umoja badala ya kuhusishwa na siasa za mrengo mmoja. Hii maneno yote imesemwa pale si msimamo ya wazee wa kiama ama Kikuyu Council of Elders kutoka Murang'a. Hiyo ilikuwa maoni yao na sio msimamo wa chama cha kiama. Viongozi waliokuwa wamepanga mkutano huo wakiongozwa na mbunge wa Ndia George Kariuki wanasema kuwa eneo la Mlima Kenya limeendelea kuwa na nafasi muhimu katika uongozi wa taifa, huku akisema kuwa mshikamano wa viongozi na wananchi ni muhimu katika kulinda maslahi ya kiuchumi na kuongeza nguvu ya maamuzi ya kisiasa. Na maoni yangu ni kwamba sisi kama Wakikuyu tujipange nyuma ya serikali, ndio tuwe macho yetu inaangalia huko mbele, kwa sababu miaka 5 sio eternity. Tusiwe watu ambao tunasukumwa na hii moto ambayo kwa kizungu inaitwa emotions, kwa sababu ukiongozwa na emotions hata nyumbani utajipata ya kwamba unafanya kauli ambazo hazifai. Robert Gakure, TV47, Murang'a.